ambao wamekwisha kuwatembelea, wanawaelezea habari za Yesu, lakini kuna roho ambazo zinawashikilia nyumbani, zinawashikilia kwenye biashara, zinawashikilia kwenye kazi. Hebu achia sauti yako, achia sauti yako. Mwambie Bwana, malaika wanakusanya, ninakwenda naye, ninamwagiza aingie kila mahali ambako mimi sikuweza kuingia. Akusanye, akusanye, akusanye. Kusanya familia yako, kusanya mume wako, kusanya watoto wako, wale waliopungukiwa kiroho kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya makusanyo. Haya, walete, 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 walete. Rikashakati, rabasata, rabasada, jekete, rakapa, jekete, rabasata papa, rabazagadaba, rekebeshekete, rakasokotita, rabazagadaba, rabazigidebe, rakapa, jekete. Sasa tunakusanya leo, tunakusanya leo, tunakusanya leo wale waliokusudia kwa ajili ya ibada yako, waliokusudia Bwana kwa ajili ya kufunguliwa, waliokusudia Bwana kwa ajili ya baraka zako. Ninaomba Bwana uachilie wingu la moto kwenye mitaa, kwenye nyumba, ndani ya mji wa Mwanza, walio mateka wameshikiliwa leo. Natangaza kwa jina la Yesu, wanaachiliwa, 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 wanaachiliwa. Wingu la machilio, wingu la machilio, wingu la machilio. Rakapazadaba, rakazadaba, rikazadaba, rakazadaba, rikapashakatibi, rakazadaba. Malaika makusanyo, malaika makusanyo, malaika makusanyo, malaika makusanyo. Wanatenda kazi pamoja nasi, wanatenda kazi pamoja nasi. Rakazadaba, rakazadaba, rikidibba, rakazadaba, rakazadaba. Yakashadakata, reketepa, yakapa, rekepe, rakapa, yakakapa, rekebebebeshaka, raka. Tunakusanya, 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 tunakusanya kutokea kwenye nyumba, tunakusanya kutokea kwenye majumba, kwenye kazi, kwenye biashara za watu, wale waliokamata kwenye ulimwengu wa roho. Misaya makusanya, misaya makusanya, misaya makusanya, misaya makusanya. Wale waliokamata, wale waliokamata, tunawatoa kwenye mateka, tunawatoa kwenye vifungo, tunawaleta katikati yetu. Wanayo kazi ya kutendea madhabahu. Baba tunawaleta, Baba tunawaleta, Baba tunawaleta, Baba tunawaleta. Tunakusubwana Baba, Biblia inasema inapasa watu wa nyumba yangu kwa wengi ili wanipatie utukufu wa ibada. Nasi Bwana tumekuja tukuombe Mungu wa uzima, uachilie wingu, wingu la ujazo, 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 wingu la ongezeko Bwana. Ripaskatapa, ribibibishapa, rakapa, rikibi, rakapapapa, yamakapara. Daudi akasema, Bwana nitakuinua na kukutukuza mbele ya kusanyiko kubwa. Baba, tunaomba neema ya kusanyiko kubwa katika muda huu Bwana. Kusanyiko kubwa Bwana, kusanyiko kubwa Bwana, kusanyiko kubwa Bwana, kusanyiko kubwa Bwana. Tunakuomba Bwana, tunakuomba Bwana, tunakuomba Bwana, tunakuomba Bwana, tunakuomba Bwana. Achilia neema, achilia neema Bwana, achilia neema Bwana, achilia neema Bwana ya makusanyiko makubwa watakaokupatia sifa na ibada kwa utukufu na ukombozi Bwana. Bibi Yakarana dela mashaka, rakajadaba, ribibisha, ribishikiti, rikasakapata, rapazadiagaya, ribazaziagaya, ragasobodini, rapashakatimanda, ribiskapatiapataya, ribibishaka. Nakusanyo, 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 nakusanyo. Wanakusanye, 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 wanakusanye. Maongezeko, 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 maongezeko. Neema ya maongezeko, neema ya maongezeko, neema ya maongezeko, neema ya maongezeko. Mafuta ya maongezeko, mafuta ya maongezeko. Baba, ongeza kanisa lako, 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 ongeza kanisa lako Baba, ongeza kanisa lako Baba. Shetani hapo ndio wingi wa makusanyiko ili watu wakupe sifa na ibada, lakini Baba leo kwa jina la Yesu hai umesimama Baba upande wetu, umesimama Baba upande wetu. Tunakamata wasomi, tunakamata wafanya biashara, tunakamata wanasheria, tunakamata madaktari, tunakamata manesi na
sifa mbalimbali wanaoweza kusimama katika nyumba yako. Baba wakutumikie, tunawaleta mahali hapa, tunawaleta mahali hapa, tunawaleta mahali hapa. Malaika wa uinjilisti, malaika wa uinjilisti, malaika wa uinjilisti, akusanyaye, 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 akusanyaye. Wiki hii Bwana, 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 na katika ibada zetu Bwana, na chini ya utukufu na neema ilikutia makata ragaza gadaba rigipesegete ragaza gadaba rikapashaka rapaskataba ripesatabaraba ribozia makatina manta ripiskatayana reposhakatiba rekazabadaba 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 rekapashaka rekapakata 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 rekapakata. Msiru mtakatifu, msiru mtakatifu, kwa neema ya makusanyo, kwa neema ya makusanyo, kwa neema ya makusanyo, rekaparabadanalashaka wahitili nakata ribazagadaba rigezegedebe rapazo. Kwenye nafasi hiyo ya kuwaelezea watu wako habari za ufalme na kuwaeleza watu wako habari za wokovu, wokovu ushukie kabisa na madhabahu andana makali kasakadaba parabashaka makatuladia babazoya mimina masakalama nipesikitipi nigabagadaba nigesegelege nimakaparaba rabaziketerenaka niposhkapayateaba nipeshakapanamaka niyapakatolabandeataya nikipira masiatanga nikipepepe nikipepepepebe haya yapate makusanyo na maongezeko mbele za Bwana. Mwambie Bwana ongeza wanawake, ongeza wanaume, ongeza vijana, ongeza mabinti katika nyumba hii, uhadi wa kutumikia wote tuwatakao Bwana katika nyumba yako, sio tu sifa Bwana, bali kwa ibada wenye ukamilifu wa watu wengi, maana katika nyumba yako unahitaji vyombo vyenye heshima na visivyo na heshima, vyenye thamani na visivyo na thamani, vya dhahabu na vya miti na vya udongo. Wote tunavihitaji katika nyumba hii, tunavihitaji katika nyumba hii, tunavihitaji katika nyumba hii. Viachilie vyombo vya kazi yako, viachilie vyombo vya kazi yako, viachilie vyombo kwa ajili ya kazi yako. Vilete vyombo Bwana, vilete vyombo Bwana, vilete vyombo Bwana. Leo unao watu ambao wao ni vyombo vya kazi yako, wao ni vyombo vya kazi yako, wao ni vyombo vya kazi yako. Wakusanye Bwana, 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 wakusanye Bwana. Ripeshekete, rikipeta makata, landura basata, rigabagada, rigizagadaba, 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 ragazagadaba, rigizagadaba, rakapa, sheketina makapa, rabazagadabando, rikipana makata. Aliyekumbukiwa Bwana, anza kumjaza neema, anza kumjaza neema, anza kumjaza neema, anza kumjaza neema, mjaze neema Bwana kwa yule aliyepungukiwa, aliyepungukiwa neema, achilie neema iongezeke tena, neema iongezeke tena, neema iongezeke tena, neema iongezeke tena, neema iongezeke tena. Rikazababando, rigezegedeba, rakabakata, neema ya kuomba Bwana, neema ya kuomba ilipungua kwa mtu. Baba iongeze, Baba iongeze, Baba iongeze, Baba iongeze, Baba iongeze. Unapoliongeza kanisa, ongeza na maisha yetu. Unapoliongeza kanisa, ongeza na utukufu wako juu yetu. Unapoliongeza kanisa Bwana, ongeza na msaada utokao kwako. Tunakutegemea kwa kila kitu Bwana, peke yetu hatuwezi kwenda. Tunaenda Bwana kwa sababu ya uchaguo wako, tunakwenda Bwana kwa sababu ya upendeleo wako, tunakwenda Bwana kwa sababu ya uzuri wako na wema ulionao kwa ajili yetu. Hiyo ndio maana tukuomba Bwana. Alagabada, rekazabadaba, 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 rekebebe, rekazabadaba, rekebebe, rekazabadaba, rekebadaba, rekabashaka, rekebebe, rekazabadaba, rekazabadaba, rekebebe, rekapana mantula basaka. Yipirana-shaka, Rapazagadaba, Rikipishagadaba, Rapasakaba, Rikipishigiti, Rigababadaba, Rikipigidimi, Ragazagadaba, Rikizigidimi, Rakapa.
Asubuhi ya leo Bwana, asubuhi ya leo Bwana, asubuhi ya leo Bwana, achilia malaika wa uzima, 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 achilia roho ya 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 uzima. Yeyote atakaingia katika ibada ya leo Bwana, ambaye shetani ameachilia magonjwa yake, ameachilia mateso yake, ameachilia kaburi yake, ameachilia shida yake, mwambie Bwana kutana na haja za watu wako, mwambie Bwana kutana na haja za watu wako, kutana na maswali ya watu wako, kutana na mateso ya watu wako, kutana na shida za watu wako, kutana na maswali ya watu wako. Mwambie Bwana anza kupita katikati ya madhabahu yako, katikati ya kanisa, kwenye vitu weka uponyaji walio na magonjwa, walioshindwa katika neema yako, walioshindwa katika neema yako uwainue tena, walioshindwa ambao hawawezi kwa lolote, wewe uko hapa kwa ajili yao. Haya Bwana, ukutane nao, ukutane nao, ukutane nao, ukutane nao, ukutane nao, ukutane nao Bwana, walio na mateso kwenye kazi, walio na mateso kwenye biashara, walio na mateso kwenye ndoa, walio na mateso kwenye afya, walio na mateso kwenye uchumi, walio na mateso Bwana, kutana nao, kutana nao, kutana nao, kutana nao, kutana nao, kutana nao, kutana nao. Wenye shida ya kuongezeka kimaisha, wenye shida ya kuongezeka kimaarifa, wenye shida ya kuongezeka kiufahamu, Baba, katika nyumba yako kuna vyakula vya kutosha. Mwachilia neema, mwachilia neema, mwachilia neema, mwachilia neema, mwachilia neema, na kutano yako na watu wako, na kutano yako na watu wako, na kutano yako na watu wako Bwana, kutana nao, kutana nao, kutana nao, kutana na wenyeji, kutana na wageni, kutana na vijana, kutana na binti, kutana wanawake, kutana wanaume, wote Bwana, kutana nao, kutana nao, kutana nao, kutana nao, kutana nao na kushi ukutane nao Bwana kwa neno la unabii, ukutane nao kwa neno la maarifa, ukutane nao kwa neno la ufahamu, ukutane nao kwa neno la hekima, ukutane nao kwa neno la ufunuo. Kutana nao Bwana, kutana nao Bwana, kutana nao Bwana, kutana nao Bwana, kutana nao Bwana. Utengeneze Bwana wingu la makutano yako na watu wako Bwana, utukufu wako na udhihirike, utukufu wako na uonekane, utukufu wako na utembee kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako. Anapotembelea kanisa, anapotembelea ibada, anapotembelea madhabahu, na wale miongoni mwa wale ambao atakuja kukutana nao, mwambie Bwana, mwambie Bwana, kutana nami, kutana na watoto wangu, kutana na kazi yangu, kutana na biashara yangu, kutana na mipango yangu, kutana na maono yangu. Mwambie Bwana, kutana na afya yangu, kutana na afya yangu, kutana na afya yangu, kutana na afya yangu, kutana na afya yangu. Kwenye kesha la asubuhi Bwana, ninaomba uniguse, ninaomba uniguse, ninaomba uniguse, ninaomba uniguse, ninaomba uniguse, ninaomba uniguse, ninaomba uniguse. Mwambie Yesu, mwambie Yesu nitembelee, mwambie Yesu nitembelee, mwambie nitembelee, nitembelee kibinafsi, nitembelee kibinafsi, nitembelee kibinafsi. Mwambie Bwana nitembelee kibinafsi, nitembelee kibinafsi. Ukutana na mimi Bwana, ukutana na mimi Bwana, ukutana na mimi Bwana,
Mungu kwa sababu ya madeni. Bwana ninaomba uniondolee, Bwana naomba 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 uniondolee kila aibu iliyotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho ambayo shetani ameingia kwenye maabara ya kuzimu na amenitengenezea aibu. Leo kwa jina la Yesu, leo aibu na kuzungumzisha, leo aibu na kusemesha, leo aibu na kutamkisha, lazima uniachie leo, lazima uniachie leo, lazima uniachie leo, lazima uniachie leo. Unakaba uligebegebe uyakabagaba uligezagaba uligazagaba mwambie Bwana kila aibu iliyotengenezwa ya mauti kwa watoto wangu, ya mauti kwenye familia yangu, vifo na magonjwa, 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 na waza kulazwa kila leo kwenye matufani. Hebu mwambie Bwana hiyo naikataa, hiyo naikataa, hiyo naikataa, hiyo naikataa kwa jina la Yesu. Nakataa magonjwa, nakataa magonjwa. Haya, fukuza magonjwa kwenye nyumba yako, fukuza magonjwa kwenye nyumba yako, fukuza magonjwa na mauti, magonjwa na mauti, magonjwa na mauti, magonjwa na mauti, magonjwa na mauti. Kuna mauti kwa kwenye mlango wako, inalinda watoto, inakulinda na wewe mwenyewe. Mwambie Bwana nitaishi, mwambie Bwana nitaishi, mwambie Bwana nitaishi. Ninaomba neema ya kuishi nikutumikie, naomba neema ya kuishi Bwana nifanye kazi yako. Mwambie Bwana inawezekana mpende shetani aliyeniwekea alikuwa na haki ya kuniangamiza, lakini Bwana kwa sababu moyo wangu na nia yangu ya ndani nahitaji Bwana nikutumikia wewe, nahitaji nikutumikia wewe. Mwambie Bwana nipe uzima, mwambie Bwana nipe uzima, mwambie Bwana nipe uzima, mwambie Bwana nipe uzima, nipe uzima nifanye kazi yako, nipe uzima nifanye kazi yako. Mwambie Bwana yale magonjwa yanayoniandama, yale magonjwa yanayoniandama, leo kwa neema yako, leo kwa neema yako, leo kwa neema yako, leo kwa neema yako. Mwambie Bwana nahitaji uzima tele, nahitaji uzima tele, nahitaji uzima tele. Wewe ni Mungu ambaye utuponyaye na magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa yote. Wewe mwambie Bwana niokoe, niokoe leo, niokoe leo, niokoe leo, niokoe leo kwa jina la Yesu, niokoe leo kwa jina la Yesu, niokoe leo kwa jina la Yesu. Yakashakadaba, ikizidilibi, yakazakadaba, yakazakadaba, ikibishidilibi, yakakapana mazakadaba, yakakadaba, ikizidilibi, ndokonakata, yakazakadaba, yakazakadaba, ikizidilibi, yakabazakadaba, yakakapana mazikidilibi, yakazakadaba, yakazakadaba, shaka, yakazakadaba, yakakapana mama. Mwambie Bwana alama mikosiri uandana na nyumba yangu leo ninaomba kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana alama mikosi iliyokuja kwa nyumba yangu, unaweza ifelisi, unaweza ifelisi na masikini unavyopambana na wewe leo zambiondoka, leo zambiondoka, leo zambiondoka, leo zambiondoka, leo zambiondoka, leo zambiondoka, leo zambiondoka. Unayoitasha kaza kwenye maisha yako, leo kaza kwenye maisha yako, hauzai matokeo, hauzai mafanikio, hauzai maendeleo, hauzai mabadiliko. Mwambie Bwana upasa usioleta mabadiliko kwenye maisha yangu leo. Ninaombea, leo ninaombea, leo ninaombea kwa jina la Yesu hai. Ndila masia talabakata, ikibizigidigi, ikizagadaga, 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 ikizigidigi, akashakadaka, ikizigidigi, babababababa, ikizigidigi, akazagadaga, yamakaparabashaka, ikisikitirimanda, ikazagadaga, ikilamakata, inamaziakata, ikibisakata, yanduskatapa, ikizakatapa. Zimejuu ya kanisa, neema zako Bwana, zimejuu ya mtu binafsi Bwana, ninaomba hiyo neema uiachilie tena, uiachilie tena, uiachilie tena, uiachilie tena, uiachilie tena, uiachilie tena, uiachilie tena neema Bwana, uiachilie neema tena, 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 uiachilie neema tena.
ya kuokoka, neema ya kuokoka, neema ya ushuhuda, neema ya ushuhuda. Tengeneza ushuhuda Bwana kwenye maisha yetu, tengeneza ushuhuda Bwana kwenye maisha yetu, tengeneza ushuhuda, tengeneza ushuhuda, tengeneza ushuhuda, tengeneza ushuhuda Bwana. Raka shakada baba, raka pasaka baba, raka papa baba. Tengeneza ushuhuda kwa wamama wasio na watoto, tengeneza ushuhuda kwa mabinti wasio na ndoa, tengeneza ushuhuda kwenye uchumi wetu, tengeneza ushuhuda kwenye afya zetu, tengeneza ushuhuda, tengeneza ushuhuda, tengeneza ushuhuda, tengeneza ushuhuda. Mwambie Bwana kuletea ushuhuda, alete ushuhuda, alete ushuhuda. Mwambie Bwana nifanyie ushuhuda, nifanyie ushuhuda. Dawa yangu na Mungu Bwana, achilia ushuhuda. Achilia ushuhuda Bwana, achilia ushuhuda Bwana, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda kwa ajili ya kazi. Sina kazi, nipe ushuhuda kwa ajili ya kazi. Sina biashara, nipe ushuhuda kwa ajili ya biashara. Sina watoto, Bwana nipe ushuhuda kwa ajili ya watoto. Sina watu wazuri, nipe ushuhuda kwa ajili ya watu wazuri. Bwana, 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 achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda Bwana. Nikipizigidi yakazagadaga nikizegedebe nakapazagadaga yandokuna magazagadara nikizegedebe nikazagadaga nikizagadaga yamagazagadaba nikizagadaga nikizagadaga yamagazagadaba. Achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda Bwana, achilia ushuhuda Bwana, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda. Mwambie Bwana nitendee ushuhuda kwa ajili ya watoto wangu, magonjwa kwenye nyumba yangu ninayaondoa ili Bwana upate ushuhuda. Bwana achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda. Mwambie Yesu, ninaomba ushuhuda, ninaomba ushuhuda, ninaomba ushuhuda kwenye jambo la kwangu ambalo halina ushuhuda. Bwana achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda. Mwambie Bwana achilia ushuhuda leo, achilia ushuhuda leo, achilia ushuhuda leo. Kutana yangu na wewe Bwana, ninaomba ushuhuda, ninaomba ushuhuda, ninaomba ushuhuda, ninaomba ushuhuda, ninaomba ushuhuda. Kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya mwana-kondoo, shuhuda na vipande, shuhuda na vipande. Maana Bwana ushuhuda ndio matangazo ya maongezeko, ushuhuda ndio matangazo ya kukua kwa kanisa, ushuhuda. Achia Bwana neema, achia Bwana neema na moto wa ushuhuda. Yakasakadaba, nikizakadaba, nakapana mama. Nitakushuhudia Bwana juu ya mlima, nitakushuhudia Bwana juu ya tambalale, nitakushuhudia Bwana juu ya majabali, nitakushuhudia Bwana juu ya mabonde, nitakushuhudia Bwana juu ya milima. Nikwambie Bwana wastahili heshima na sifa kwa sababu ya matendo makubwa unayoyatenda. Wana wa Israeli walipokushuhudia mauti na kufa, lakini Mungu ukawavusha salama katika bahari ya Shamu. Walipovuka ng'ambo ya pili, wanatazama, wanainua ushuhuda, wanainua ushuhuda, wanainua ushuhuda. Wanakwambia Bwana umemtupa Farao na magari yake na vita zake na farasi zake, wapanda farasi wote na farasi kuwapata katika bahari. Ndiyo neema tunayoiomba ya ushuhuda. Uachilie Bwana wingu la ushuhuda, 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 wingu la ushuhuda. Ndia mashakatapa, ndia makatanama, ndia zegedebe, ndia kasagadaba, ndia kasagadaba, ndia kasagadaba, ndia kasagadaba, ndia kamakapa, ushekete, unekepe, 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 ushakapa, unekepe, ushekete, ndia kapa, ndia kasakapa, moto wa ushuhuda, moto wa ushuhuda, moto wa ushuhuda. Ushuhuda kwenye familia yako, ushuhuda kwenye familia yako. Kutofautisha kati ya wewe na dada zako, kati ya wewe na kaka zako, kati ya wewe na wadogo zako. Mwambie Bwana nitofautishe kwa ushuhuda wako, kwa ushuhuda wako. Nipende jambo kwenye maisha yangu lisilofanana kabisa na watu wa familia yangu na watu wa nyumba ya baba na mama yangu. Nataka ushuhuda, nataka ushuhuda, nataka ushuhuda, nataka ushuhuda, nataka ushuhuda, nataka ushuhuda Bwana, ushuhuda Bwana, ushuhuda Bwana. Ushuhuda
ushuhuda, ile ushuhuda, ile ushuhuda, ile ushuhuda. Mwombe kila mmoja Bwana akupe ushuhuda, kama ni wa afya, kama ni wa uponyaji, kama ni wa ndoa, kama ni wa biashara, kama ni wa mtaji, kama ni wa kazi, kama ni wa kuoa, kama ni wa kuolewa. Mwambie Bwana unipe ushuhuda, unipe ushuhuda, unipe ushuhuda. Kama ni ushuhuda wa cheo, mwambie Bwana nipe ushuhuda, nipe ushuhuda, nipe ushuhuda, nipe ushuhuda. Ushuhuda Bwana. Achilia ushuhuda Bwana, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda Bwana. Rakazababa, nikizegedeni, rakazababa, rakazababa, nikipana. Tunaomba Bwana uachilie neema ya ushuhuda, neema ya ushuhuda Bwana, neema ya ushuhuda Bwana, neema ya ushuhuda Bwana. Achilia wingu la ushuhuda na moto wa ushuhuda na nguvu ya ushuhuda. Madhabahu iliyobeba ushuhuda, iliyobeba ushuhuda, madhabahu yetu iliyobeba ushuhuda, iliyobeba ushuhuda. Yale mapepo, yale mashetani, yale mazini, yale kuzimu yaliyokamata ushuhuda wako, haya ambia mashetani yaliyokamata ushuhuda, naanza kuyavunja vunja, naanza kuyavunja vunja, naanza kuyavunja vunja. Leo navunja kuzimu, navunja falme, navunja mamlaka, navunja mapepo yaliyokamata ushuhuda wangu, ushuhuda wangu, ushuhuda wangu, ushuhuda wangu, ushuhuda wangu, ushuhuda wangu leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shambulia, shambulia kila mahali zilikoweka roho za ushuhuda kuharibika, ziko roho za ushuhuda kushinda kupekea, ushuhuda uliokamata. Haya ambia falme na giza, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda, achilia ushuhuda. Kwa jina la Yesu Kristo
tunakuharibu, tunakuharibu, tunakuharibu. Roho matawanyiko leo tunakuchoma moto, tunakuchoma moto, tunakuchoma moto, tunakuchoma moto. Shetani na kuzimu yako na mawakala wako wanaokutumia kuharibu kazi ya madhabahu leo moto juu yako. Zilipoingilia kwenye paa leo tunaachilia moto kwenye paa, zinaingilia kwenye malango leo tunaachilia kasi ya moto kwenye malango matatu ya kanisa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema na roho chafu, sema na roho chafu, sema na roho chafu, sema na roho chafu ziambie hapa si mahali pako, hapa ni pale patakatifu atokao kwenye miungu ya Bwana Mungu aliye hai. Hatukubaki mahali hapa, hatukubaki mahali hapa, hatukubaki mahali hapa. Iyanda kapana nashaka, rapasha kapapa, rapakata parada, rapazagadaba, yekezekebe, rakazagadaba. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Alianza kuzunguka kwenye viti, inabisa kiti na kiambia leo chafu ile kukalia, ondoka hapo, ondoka hapo, ondoka hapo. Anza kugusa viti, anza kugusa viti na kiambia leo chafu ile kazi yako, ondoka hapo kwa jina la Yesu. Mileza la chafu, mileza giza za mapepo, za majini, za kuzimu. Ongea na vitu bila kidogo. Inasema roho iliyokaa juu ya kanisa hili, roho iliyokaa juu ya vitu hivi, tunakuondoa, tunakuondoa kwa jina la Yesu, tunakuondoa kwa Yesu. Fanya kwa spidi, fanya kwa spidi. Gusa hivyo vitu, gusa hivyo vitu, gusa hivyo vitu, gusa hivyo vitu. Tuambie ndani ya Yesu inakutakasa. Wewe mapepo uliyokaa hapo, wewe mapepo uliyokaa hapo, wewe mashetani uliyokaa hapo, wewe majini uliyokaa hapo, wewe roho chafu uliyokaa hapo, tunakuondoa kwa jina la Yesu. Roho ya matawanyiko tunaivunja vunja, roho ya matawanyiko tunaiharibu, roho ya matawanyiko tunakupasua, 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 tunakupasua. Roho chafu, roho chafu, roho chafu, roho chafu, roho chafu kanisani kwetu, roho chafu madhabahuni kwetu, roho chafu tunakubomoa, 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 tunakubomoa. Tunashughulikia kila mlango uliofunguliwa shetani akapita, yule aleta uharibifu kwenye madhabahu yetu leo kwa damu ya mwanakondoo, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu aliye hai. Tunavunja vunja, tunavunja vunja, tunavunja vunja, tunavunja vunja, tunavunja vunja, tunavunja vunja kila mkataba uliotolewa sadaka kuzimu, ukasema madhabahu haitakuwa leo. Hiyo sadaka tunaivunja kwa jina la Yesu, kwa sadaka moja tu peke yake ya Yesu Kristo aliye hai. Sadaka ya ukombozi ya Kristo Yesu inatosha kuvunja kila sadaka, kuvunja kila sadaka, kuvunja kila sadaka, kuvunja kila sadaka uliotolewa kupambana na madhabahu hii kwa damu ya Yesu aliye hai. Wewe sadaka, wewe kafara, wewe sadaka, wewe kafara kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakuharibu, tunakuvunja kwa jina la Yesu. Hautakaofanikiwa kwenye nyumba hii, hautakufa kwenye nyumba hii. Tunakubomoa kwa damu ya Yesu. Endelea kusomesha vitu, endelea kusomesha vitu na zile nafsi ambazo zilikaa, alafu shetani akazicheka akazipeleka nje akaharibu. Ambia leo kitu nafsi iliyokukalia leo ninakurejesha. Ni mwanamke ulikaa, ni mwanaume ulikaa, ni binti ulikaa, ni kijana ulikaa, leo tunakurejesha, leo tunakurejesha, leo tunakurejesha, leo tunakurejesha, leo tunakurejesha. Tumejua ya kwamba shetani unatupenda kwa hila. Biblia inasema wakapanga watu wa Farao kwa kusemezana ya kwamba tuwapende kwa akili, wasije wakawa wengi wakatushinda. Sisi tunasema na roho zote ambazo zimetuma kutushikilia tusikanuke na kuongezeka na kuwa wengi, hizo roho tunazikemea, hizo roho tunaziendea, hizo roho tunazichoma kwa moto, hizo roho tunazangamiza kwa moto. Moto, 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 tunachochea moto, tunachochea moto, tunachochea moto, tunachochea moto, tunachochea moto. Kila roho, kila roho, kila roho, kila roho kwa damu ya mwanakondoo. Mabadiliko yanatokea kuanzia sasa hivi, yanatokea kuanzia sasa hivi, yanatokea kuanzia sasa hivi, yanatokea kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Mioyo ya waliotoka, mioyo ya waliokimbia, mioyo ya waliondoka ianze kuwaka, kurudia nyumba hii kwa jina la Yesu. Ianze
kuingia madhabahu ya Yesu. Hiyo ni ushuhuda wote tunaotaka kwenye wiki hii inayoanza kesho Bwana. In the name of Jesus. Are you praying with me? Unaomba na mimi? Halo? Simama hapo. Wewe hapa. Toka wewe hapa. Kwenye mlango. Nenda nje rudi ndani mara 12. Nani? Mama Rema, simama hapa. Mara 12 nenda nje. Kaa. Awe hujazaa watoto wengi. Aliyezaa watoto wengi ni nani? Umezaa ngapi? 6. Nenda pale. Ingia, toka mara 7. Wewe ni 12 na wewe ni 12 alafu wewe mara 7. Ingia utoke, ingia utoke. Sema natoa uzao wa Bwana nje na ingiza ndani ya nyumba ya Mungu. Tendo la kimani na la kinabii. Ingiza. Mara 12. Mwingine aliyezaa wengi, umezaa wangapi? Sita. Wote wao. Wakai ngapi? Watano. Ai tano. Jo. Jo. We are prophesying. Wewe kama mtaka kwa watatu au jaza mbona nyama mzali mara 12 kikamilika unakuja na naunya mzali umetoa ngapi mzali umetoa ngapi ni watatu. Mbona mzali? Ndio maana labda unashindwa kushuhudia watu kwa Yesu. Kasa na wawili. Hiyo hawezi kuja. Mzali, wewe una wangapi? Njoo. Njoo. Anza kuomba ongezeko la uzao. Piga magoti hapo. Anza kuongea. Anza kuongea na uzao hapa. Anza kuongea na uzao hapa kwenye madhabahu. Zikamera 12 ukuja. Gusa hapo. Utarekebisha baadaye vyema. Vinanisumbua hata watu wote wanarekebisha. Wewe unazaa. Watoto kamoja. Sasa kwa kamoja kama wengi. Na kwanza na watatu. Wewe ndio shida unataka. Watano wote mshangao. Wewe ndio. Mjitetea sasa nini na wewe. Joji. Unazaa. Kaka Suzani. Kaka huko wewe ukiisha mwezi wa 9. Kila mmoja ajiulize nini kimetokea Sumba. Omba uzao, sema uzao unaunganisha uzazi na madhabahu. Uzao uwe mwingi, uwe mwingi kama mchanga wa Bwana. Wewe ndio unazaa. Anza kuomba uzao. Unataka uzao? Sema kwa jina la Yesu. Tunapanua na kuongeza uzao kwenye nyumba hii na kwenye madhabahu hii. Kila mmoja kwa uzazi wake wa kiroho na wa kimwili tutazaa watoto wa kike, tutazaa watoto wa kiume kwa ongezeko la madhabahu. Dunia ni mimba ya Mungu ya kuzaa watoto katika nyumba yake. Leo tunatoa watoto waliokamatwa na dunia na kuzimu na mashetani na giza na koo, tunawasi
la Yesu aliye hai. Yapasha gadaba, rekaza gadaba, rekaza gadaba, rekaza gadaba, rekaza gadaba. Roho inayozuia, roho inayozuia, roho inayozuia, roho inayozuia mazao ya kuongezeka, mazao ya kuongezeka. Leo kwa jina la Yesu aliye hai tunakukamata. Ewe roho inayozuia kwa jina la Yesu tunakukamata, tunakuchoma kwa moto, tunakuchoma kwa moto kwa jina la Yesu. Ni mtoto wangu mpendwa, maana yeye ni agano langu. Israeli yeye ni mpenzi kwangu. Bwana wa neema, Bwana wa utukufu, Bwana wa majeshi, Bwana wa uweza, tunakuita nyumbani mwako hapa, tunakuita nyumbani mwako hapa. Eleweke agano lako, 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 na maongezeko, na maongezeko, na maongezeko kwa jina la Yesu, na maongezeko kwa jina la Yesu. Yakaparabando, ubigiza gadaba, ubigiza gadaba, yakapashaka, ubigizikidipi, ndugu na makapa, kanisa letu Baba, kanisa letu Baba, urapapapapa, ukiwepo uwezo, ukiwepo dhambi, ukiwepo makosa, yanayochanganya kanisa letu kuharibikiwa kwa jina la Yesu. Ulituzuia katika utumwa, ulituzuia katika mateka, ulituzuia katika mashine, katika madaraja, katika majengo na mapori. Leo tunatoka kwenye Yesu na jihadi, kwenye niko kwa jina la Yesu aliye hai. Yapasa gadaba, ubigizikidipi, yakaza gadaba, yapaka tena matela masaka, yakaza gadaba, ubigizikidipi shaka, yakaza gadaba, ubigizikidipi, yapaka gadaba, ubigizikidipi, yakaza gadaba, yapaka tena macho. Tunazungumza na ardhi, tunazungumza na ardhi, tunazungumza na ardhi. Roho ya makosa kwenye ardhi hii, roho ya makosa kwenye ardhi hii, na kuzunguka na kuwekea makana mabaya, inapingana na watu wa Mungu kwenye madhabahu. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Yakakapara mandiri shaka, yakapara baba, ikipesekekeke, yanarabazagadaba, ikipesekekeke, yakazagadaba, 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 ikipesekekeke, yandakapanama, yakazagadaba, yakazagadaba, yakazagadaba. Tunaongeza madhabahu, tunaongeza madhabahu, tunaleta waubaji, tunaleta waubaji, tunaleta waubaji na wapiga vyombo, tunaleta watumishi wa Bwana katika nyumba hii watakaosimama pamoja na ukuhani wa madhabahu hii kwa jina la Yesu. Tunaleta wafanyabiashara mahali hapa, tunaleta wanasheria mahali hapa, tunaleta majaji mahali hapa, tunaleta mawakili mahali hapa, tunaleta manesi mahali hapa, tunaleta Bwana walimu mahali hapa, tunaleta madaktari mahali hapa, tunaleta wanasiasa. Tunahitaji kuwa wengi, kila mtu mwenye akili, mwenye kipawa, mwenye karama, mwenye huduma tunamleta mahali hapa. Aje Bwana aiongeze hii nyumba kwa maono, aiongeze hii nyumba kwa utukufu wako kwa jina la Yesu aliye hai. Tunaleta mafundi wa kujenga, mainjinia waje mahali hapa kwa ajili ya vyombo, mainjinia wa kujenga, mainjinia wa ramani. Bwana tunawaleta watu wa kila namna katika nyumba hii kwa jina la Yesu. Watu waliosoma wenye akili nzuri, wanaoweza kushauri huduma hii, wanaoweza kuelekeza maeneo haya kwenda vizuri, watu wenye talenti, watu wenye talenti, watu wenye talenti, watu wenye talenti watakaosimama na sisi tukashauriana namna huduma itakavyokwenda kwa spidi. Tunawaleta watu ambao wanaweza simamia maono haya kwenda, wanaweza simamia hizi ndoto kwenda, wanaweza simamia mtakato wa huduma hii kwenda mahali ambapo haujafika. Tunawaleta watangazaji wa redio, watu wa mitandaoni, wanaweza kufanya video production. Tunawaleta
kuongezeka. Nakateka lebaza baba regeza kuada lebaza baba baba sana weka papa weka papa weka papa weka papa. Kwa kipendo hicho nacho unachomtumikia Bwana, niambie Bwana, nimependa kwenye ile eneo atakayesimama kwa maarifa, atakayesimama kwa ufahamu. Biblia inasema Mungu akasema na Musa, ingia katikati ya wana wa Israeli, uniletee watu wenye akili na ufahamu, na roho bora inakaa juu yako. Nami leo nimesimama kwenye ardhi ya Mwanza hapa, na waipo wenye akili bora, na waipo wenye ufahamu na hekima na maarifa, wote katika madhabahu hii wakutumikie, watakaopangilia mfumo siwezi fanya kila kitu peke yangu, nahitaji wategemezaji, nahitaji wa kutegemeza huduma iliyonipa. Bwana nawataka, Bwana nawataka, Bwana nawataka, Bwana nawataka waje Bwana, watu wa mipango, watu wa mipango, watu wa mipango na uchumi walete katika madhabahu yetu, atakayeongea mfumo utakaosimamisha uchumi wa kanisa, atakayezungumza mfumo utakaosimamia maendeleo ya kanisa. Na wahitaji Bwana waje katika nyumba hii, waje katika nyumba hii, waje katika nyumba hii kwa jina Yesu. Baba ninawaita, Baba ninawaita, Baba ninawaita, Baba ninawaita kwa jina la Yesu. Baba ninawaita waje sasa, waje sasa, waje sasa, waje sasa, waje sasa, waje sasa kwa jina la Yesu. Reka zagaba, reka zagaba, reka pashata, ina kapana mama, reka kapa, wafanya biashara wanaotokea mataifa, wanaotokea Kenya, wanatokea Dubai, wanatokea China, wanatokea Kongo, wanatokea Uganda, na waleta hapa, na waleta hapa, na waleta hapa. Wako watu ambao Bwana wamewapatia fedha zako ili waje watengeneze nyumba hii bora, na waita popote pale walipo, popote hawa hata kuita watu ambao wanasaidia ya maono kutumia, wakusaidia maono ya kutumia, hata kuwaita wako magharibi waite, wako mashariki waite, wako kaskazini waite, wako kusini waite. Tunaita leo, tunaita leo, tunaita leo kwa jina la Yesu. Walete watu ambao unakusudia wewe ujenge ufalme wako. Tunawaleta vijana wanaoweza kumchezea Bwana sifa, wanaoweza kumwimbia Bwana sifa, wanaoweza kumpigia Bwana wakapiga pamoja na vinanda nje, wakapiga nyumba hii. Tunawasomesha kila mahali walipo. Hao ndio Israeli hii popote pale walipopenda, na waita wale kondoo, na waita wale kondoo, na waita wale kondoo wasio katika nyumba hii. Bwana anawaleta, maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 10 na mstari wa 10, wako kondoo wengine wasio katika zizi hili, lakini wote ni wangu, na ninapaswa kuwakusanya pamoja. Wao naanza kukusanya, yule analeta kukusanya kutokea kwenye nafsi nyingine, kuleta kondoo katika nyumba hii ambao wao ni sehemu ya maendeleo yetu, na waleta kwa mali, na waleta kwa basi, na waleta kwa Costa, na waleta kwa bajaji, na waleta kwa bodaboda, na waleta kwa Aishi, watu wanakuja, na waleta kwa miguu popote pale walipo, na waleta kwa mbele, na waleta kwa mbele, na waleta kwa zabrani, kila usafiri unaohusika unawaleta hapa, unawaleta hapa, unawaleta hapa, unawaleta hapa, unawaleta hapa, unawaleta hapa kwa jina la Yesu. Leta zagadaba, leta zagadaba, leta zagadaba, leta zagadaba, leta shekete, leta pasaka, leta zagadaba, leta zagadaba, leta zagadaba, leta zagadaba, leta skadaba, leta zagadaba, Biblia inasema mimi nina pawe na kama nitaala ndani yangu inaweza sana. Sisi Bwana kama hatuzai, tunaweza kukata msunga hapa, tunaweza kukata mwanza hapa, tunaweza kukata mwana hapa, hatutakata kwa kuwa hatuzai. Baba tunaanza kuzaa, 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 Baba tunaanza kuzaa kwa jina la Yesu. Tunaanza kuzaa, tunaanza kuzaa, maana tayo lisiyofaa Bwana wewe unakata, naye tunazaa, naye tunazaa kwa jina la Yesu. Na programu ya kuzaa Baba inaanza, Baba inaanza, Baba inaanza. Programu ya uzazi, programu ya uzazi, programu ya uzazi. Ile
anazungumza leo, anasema nitatoa watu, nitatoa watu, nitatoa watu. Yakadababeshadagaba, legazagaba, 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 legazagaba. Bwana kwa ajili ya utukufu wa nyumba yako. Katika nyumba iliyojaa, Bwana unaachilia utukufu wako, Bwana unaachilia utukufu wako, Bwana unaachilia utukufu wako kwa moyo wa ibada, kwa moyo wa sifa, kwa moyo wa shukrani. Bwana tunaomba ongezeko, 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 ongezeko kwa jina la Yesu. Induna makata, rukata kata, yakapa baba, yakapa baba, yakapa baba, yakapa baba, yakapa baba shaka, yakapa na mama kapa, yakapa baba, yamakapa, yamakapa, yakipira makata, induna makata, yapakata hivi, shaka. Zunguka na anga, zunguka na anga, zunguka na anga mbele umeshikilia watu, zunguka na anga umesema watu walioshika kwenye ulimwengu wa roho. Leo tunakusemesha ile anga, achilia wanawake, achilia wanaume, achilia vijana, achilia mabinti waliotumwa na Bwana kwa ajili ya hii. Hautaweza kuwachukua tena, hautaweza kuwazuia tena, hautaweza kuwashikilia tena. Achia watu wa Mungu, achia watu wa Mungu, achia watu wa Mungu, achia watu wa Mungu kwa jina la Yesu. Nidagaba, nidagaba, nikezekebe, nakapasegebe, nikazagaba, nakazagebe, nikezekebe, nakasakadaba, nakakapanama. Tunaleta, 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 tunaleta watu, tunaleta watu hapa, tunaleta watu hapa. Wewe uliokamata watu hapa, tunakuzuia sahihi, tunakuzuia sahihi, tunawaleta watu, tunawaleta watu kwa jina la Yesu. Wewe shetani, roho ya mavuno, roho ya mavuno, roho ya mavuno na mafuta ya kuvuna, njoo katika nyumba hii, njoo katika nyumba hii, njoo katika nyumba hii kwa jina la Yesu. Jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, ni mkono wako, ni mkono wako tunaweka hapa leo, kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema nguvu ya mfalme ni wingi wa watu wake. Baba, wewe katika nyumba hii, ndio heshima Mwanza, ndio heshima Nsumba, ndio heshima kwa ajili ya jina lako, na kusanya kwa damu ya Yesu hai. Weka baba, weka sagadaba, weka sagadaba, weka sagadaba, kibali chako kwa ajili ya madhabahu, kibali chako kwa ajili ya mashine yako, kibali chako kwa ajili ya nyumba hii Bwana. Achilia kibali, achilia kibali, huduma hii Bwana ikubalike, huduma hii Bwana ipate kibali machoni kwa watu wako. Walete Bwana, walete Bwana, walete Bwana, na uwape kibali kwa ajili yetu, na tupe kibali kwa ajili yako. Ina mama, nikizegebe, yakazagaba, nikizakata, yakabasata, nikizeke, yakazagaba. Indina makapa, yapasaka baba, yakasaka baba, yakasaka baba, yakasaka yakashaka baba. Kila kauli inayosababisha malalamiko, kila sauti inayosababisha migogoro, kila lugha inayochanganya watu, ambayo kuzimu imeiachilia katikati yetu, na maongezeko yanaondolewa na lugha ya kutokuelewana. Leo tunafuta, leo tunafuta, leo tunafuta. Ingia kwenye ulimwengu wa roho, anza kufuta kila sauti na kila lugha ambayo imetuchanganya hapa kanisani. Iondolewe sahihi kwa jina la Yesu, iondolewe sahihi kwa Yesu. Kila lugha ya kila taifa, lugha ya kila kabila ambayo imekuja kwetu hapa, imetuchanganya, imetuchanganya. Leo tunakuondoa, leo tunakuondoa, tunakufuta kwa damu ya mwana kondoo.
matengenezo ya masengenyo tunaziondoa kwa jina la Yesu, tunaziondoa kwa jina la Yesu aliye hai. Kwenye madhabahu tunafanya vijana hapa, tunakutawanya kwa jina la Yesu hai. Roho za giza tunatawanya vijana mahali hapa leo, tunakukamata kwa moto katika jina la Yesu hai. Baba, ni mapenzi yako watu wako kuongezeka, ni mapenzi yako kuwa wengi mahali hapa, ni mapenzi yako Bwana kupata sifa na ibada mahali hapa, ni mapenzi yako Bwana kutupatia nguvu za ushindi katikati ya madhabahu Bwana, kwa damu ya mwana kondoo. Niinuke sasa. Wazazi wangu, tuwapigie makofi wazazi hawa. Wewe Yesu, tuingie katika shamba. Asiyamaliza. Kuzaa ni agano la kila mwamini. Amen. Are you with me? Yes. Have you got what I said? Yes. Kuzaa ni agizo la kila mmoja. Kila mmoja anatakiwa afanyeje? Apate upako wa kibali. Nataka nisome andiko moja hapa, tulikiri na tuliombe na Mungu atupatie neema ya uzazi. Hello? Grace, wewe hujazaa. Kuzaa watoto wengi wa kimwili kamoja, tunaita wewe kwenye wengi kuanzia siku na kuendelea. Jamani, amina. Amen. Hata mama tujamuita na wachache. Amina sana. Amen. Sasa basi, nataka ufungue kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15. 15, usikae hata hivyo. Sasa tukae. Sasa tukae kabisa. Tunakaribia kumaliza. 15 John. Nataka uniamini kwenye andiko hili hapa kwamba mtu yeyote akiwa katika nyumba ya Mungu azae
ni lazima kuna siku inakuja unakatwa. Na wewe tu unakatwa kwenye nini? Sasa katwa amani, katwa furaha. Yeye mwezi shughulikia kama inaacha kunguruma hivi ni manaki. 15 John chapter number 1. Yesu yeye azai wanazaa matawi na matawi ndio sisi. Amefafanua vizuri hapa. Kwa hiyo make sure kwamba unataka kuwa sehemu ya zao la madhabahu hii. Wangapi wanataka kuwa zao la madhabahu? Sasa kitakachokupatia mizizi ya kuimarika katika nyumba ya Mungu ni uzazi wako. Anasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Umenifuatilia eh? Are you follow me? Aya, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Have you listened? Yes. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kila tawi lisilozaa uliondoa. Kwa hiyo usiku wakati nimetulia kwenye uwepo mzuri wa Mungu, Roho wa Mungu akaniambia, sikuwa ninawaza kuomba hizi vitu. Nitaka niwakilishe watu zile maombi zile kazi za maombi. Hizo vitu nilikuwa nataka tuziombe. Na ukija hapo kasoma utakuta hizo vitu nimefungua. Roho wa Mungu akaniambia ule usiku, akasema kinacholeta vurugu kubwa sana katika nyumba niliyokupa, watu wako hawazai, na mtu yote asiyezaa ni rahisi sana shetani kumchota. Kwa sana sema, yani hii ni Biblia tu kwamba mtu asiyezaa uondolewa katika tawi lake. Nirudie. Kitakachosababisha wewe usidumu katika nyumba ya Mungu kwa utukufu na kwa ushindi ni kutokuzaa. Anasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kila tawi lisilozaa ndani yangu uliondoa. Sasa huku cha naeleza anasema hivi, nataka nawe just follow me. Are you follow me? Yes. Okay. Anasema hivi, mstari wa pili, anasema mstari wa tatu, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lilivyo lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nani msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo kama unatamani kitu cha neema sana kitokee katikati ya madhabahu hii kikupate, just uishi neno hili, kwa sababu ni rahisi sana shetani kuja kwako, sawa akakupiga na akakuondoa katika amani ya Mungu, kwa sababu unakuwa una ulinzi wa kipekee yake. Kwa mfano, hebu sema ndio. Umekasika sasa, mbona ni mapema? Sasa ni mapema. Nitawapa namna ya kuleta watu. Nitawapa. Amina. Anasema hivi, tawi lisilozaa, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Amina. Tawi lisilozaa uliondoa. Sio shetani, ni yeye. Tawi lisilozaa haliondolewi na shetani, linaondolewa na yeye mwenye shina ambaye ndiye mzabibu. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo tunakutana navyo kwenye maisha yetu, tunampiga shetani na Bwana anakuwa hajui kabisa kama tunapitia hiyo shida, kwa sababu tunakuwa hatuzai. Kwa hiyo yeye Mungu anatuondoa. Shangaa kesho kutwa kibali chako kimekatika. Nini kimetokea? Bwana, nilikuwa niko safi hapa kanisani na wingu zuri la kuomba na wingu zuri la kufunga, ninamnyenyekea Bwana, kina sikia kama kwangu kuna uzito. Shida ni nini? Uzai. Kwa sababu tawi lisilozaa uliondoa. Unatakiwa anze, yani kwa wiki. Kwa nini? Kwa wiki uwe na uwezo wa kumtafuta mtu mmoja ukampiga, alafu mapili kaja naye kwa ibada. Yani uwe na uwezo, uwe na sifa za kuwa tawi lizaalo, ili usiondolewe, kwa sababu siku zao unaondolewa. Madhabahu yetu hii ikiwepo halafu haizai, ni rahisi kuondolewa, kwa sababu tawi lisilozaa uliondoa. Nimefanaje leo hii? Wewe imekuja hiyo. Yaani upendo wote unaona na mimi ni rahisi kuondolewa hapa kanisani. Ni rahisi kama uzai.
Wangapi wanapenda mimi? Sasa kama unapenda mimi, utaondolewa sasa. Kitakachofanya usiondolewe ni kuzaa. Amina. Yes. Unanipenda mimi? Asilimia ngapi? Najuaje? Sema. Asilimia ngapi unazo kwa upendo wa Mungu kwa madhabahu na mimi? Anasema hazina idadi. Sasa hebu angalia zilivyo nyingi. Sasa ataondolewa kama Azai. Tawi lisilozaa uliondoa. Sio shetani, ni Bwana. Umesikia pendo? Kila tawi lisilozaa uliondoa. Na tawi lizaalo ulisafisha. Umesikia? Sasa amesema tawi lizaalo ulisafisha. Ili lizidi kuzaa. Mjakaelewa. Na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Wangapi wanasema napika mtu? Nampika mtu kwa sababu mimi sitaki kuondolewa katika tawi la Bwana. Wangapi wao inawaambia kama mimi siondolewi Bwana? Ni kanisa zima. Sasa nenda ufanye program, umpike mtu, usipike wengi. Pika mmoja kwa siku 7. Ambaye Jumapili utahakikisha amekuja nyumbani ili uanze kuhesabiwa haki ya uzao. Na ukihesabiwa haki ya uzao utasafishwa. Ukisafishwa unaanza kuzaa si tu watoto wa kiroho, unaanza kuzaa na neema na baraka kwenye malango yako. Wangapi wamenishika na kunielewa? Nani hawezi kabisa kumpika mtu? Ili tujue kwamba huyu ndiye atakayeondolewa wiki ijayo. Nyosha mkono. Kwa sababu siku zao si ndio tunajua. Kwa wale wengi waliokuwa wakase wanaingia alafu wanatoka wazai wanaondolewa. Sio shetani, ni watu wenyewe wanaondolewa na Mungu. Na mtu yeyote asiyezaa, yeyote asiye lazima awe wa kwanza kutoa watu katika uzazi. Umekasirika hivi kwambia? Hajakasoma. Mtu ambaye hazai au ambaye hakusanyi utafanya. Ukiona mtu anaweza toa mtu kwa kanisa, hana uchungu kwa sababu hajui namna ya kumleta. Yote ni uongo. Sasa basi, jaribu kufikia na mimi. Mimi siwezi leta mtu hapo kwa kanisa, alafu mimi nikawa sababu ya kuondoka. Kwa sababu gharama nilizotumia kumwendea, kumfundisha, kumshawishi na kumleta, alafu kesho nimemtoa. No, haiwezekani hiyo. Amina. Haiwezekani kabisa. Amina. Kwa wale ambao wamekuwa wanazaa, kileta mtu kanisani na bahati nzuri akafika kwa madhabahu akaifurahia na akaipenda. Si sawa Alafu ghafla unaona amekatika. Sasa tunamfuatilia. Kaka, kulikoni, una shida gani? Sijakuona bana Jumanne. Sijakuona bana Alhamisi. Sijakuona bana Jumapili. Una shida gani? Anakwambiaje? Mimi wamenikwaza. Nani amekwaza? Anakwambia ni fulani. Ona, automatic unasikia ndani yako ingawa hajakosea, unamchukia aliyemkwaza. Kwa nini? Gharama za uzazi. Sasa kila mmoja akiwa bize na aliyowazaa, itaondoa mshike ya kuto kuwathamini watu. Amina. Nani anakasirisha? Tawi lisilozaa. Uliondoa. Uko tayari kuondolewa? Huko chini anasema tena naliteketeza, nalichukua, naliweka kwenye moto, nalichoma. Kwa kuna majaribu napitia. Mimi niko hapa ndugu zangu. Mimi mwenzenu silali unajua. Ninawaombea vile ambavyo mwezi fikiria. Najaribu kujiuliza, hii tabu ya huyu mbona haiondoki? Mungu akaniambia nakupa majibu ya haraka tu. Kinachofanya wapige hawazai. Namwambia Mungu, muda wote tangu tumeenda huduma niambia, akasema ndio. Anayezaa mimi namsafisha. Asiyezaa mimi mwenyewe nasababisha moto, achoma. Au nikusomee. Mimi nimemuuliza Mungu, huu ni mwezi wa 4. Nataka ustawi na watu wangu. Yaani hata kama ni yeye kwanza, nataka kuona kila mmoja yuko kiungo cha moto. Yaani ana matokeo.
Mungu akasemaje? Mimi nawapaje matokeo? Mimi mwenyewe niko napambana niwaondoe. Wewe Mungu ndio unaondoa na watu? Akasema unaondoaje? Nimemrusha tena ingia wapige. Kwa nini? Amzai. Wewe Mungu. Sisi hatulai kweli. Mbona wageni wanaingia na waona wageni wanasema mzai? Nyumba yangu itakuwa kubwa. Na utukufu wa sasa hautakuwa mwisho. Wa mwisho utakuwa ni mkuu kuliko wa sasa hivi. Ndio anasema. Sasa unazaa wewe atakuondoa. Na kuondoa hivi. Anakwenda kukuchoma moto. Hau lisilozaa uliondoa. Linalozaa ulisafisha. Wewe unatakaje? Uzae usafishwe au usizae uondolewe uchome kwa moto? Ni upendo wa pekee yake. Hata mimi nazaa. Mama sitaki. Mimi nazaa. Na mimi nazaa. Nataka nikupe njia ambayo mimi natumia kuzaa. Namba 1. Mimi nazaa kwa njia ya mtandao. Namba 1. Namba 2. Nazaa kwa vyombo vya habari. Namba 3. Ninazaa kwa kufuata. Mimi nikitembelea mtu eneo aliyopo, lazima niache pale nimempandikiza. Amina. Na ni lazima nifanyeje? Nimlete. Amina. Lazima nimlete. Lazima nimlete. Natumia mimi simu kuzaa. Yes. Niongo. Wiki iliyopita nimezaa watu wangapi? Kama 20 kwa njia ya simu. Wanamalizia migogoro walionayo wanakuja. 20 nazaa. Si nimegundua dawa zisizozaa ukato kwa kuondolewa. Mimi nataka nizae nisiondolewe. Amina. Mama tuli mbaya hiyo. Wangapi wako tayari kuzaa wasiondolewe? Kweli ni wote. Yaani hakikisha ukuji kwa Bwana kama Jumapili bila kuwa na alama inayosababisha wewe kusafishwa, kwa sababu uzao wa kiroho mtu anayekuja naye ndiye anayetengeneza usafi wako. Wakati mwingine kuna dhambi inakukimbilia. Ukiwa na mtoto wa kiroho unajiuliza, nitende dhambi nimkose Bwana na watanionaje hawa naoambia habari njema? Kwa hiyo unasafishwa kwa utakatifu wa kuleta watu kwa Bwana kwa kuzaa. Kabisa. Wengine hii uzaaji na tunawatetea kwa dhambi. Mahali unapopita peke yako utakutana na jamaa atakukumbatia, utaanguka nao. Ni uongo baba. Lakini kama una wawili wa kiroho, unamkemea kwa jina la Yesu, kana kwamba unafundisha hawa tabia njema, kumbe ndio umekiponya. Unakataa nini wewe? Nadhani umekuwepo. Tawi lisilozaa. Tumeomba uzazi. Tumeomba kwa uomba. Na mimi nakuhakikishia jambo hili limefanikiwa. Amen. Na muongeza kanisa sio Yesu. Muongeza kanisa ni sisi. Yeye anatupatia neema ya mvutano kati ya sisi na watu. Anatupa maneno ya kuwasemesha wakanaswa na sisi wakaja kwetu. Kwa hiyo ninategemea Jumapili kuwa na wageni. Mko wangapi sasa hivi mliokuja kufika? Mimi naongea na nyie kwanza, mbona fika. Kuna jamaa mmoja akifika kanisani, yani akifika kwenye ibada, wala nao wakuta ndio wahesabu kama washirika wake. Wanaokuja baadaye wakajaza kanisa mpaka wakakaa nje. Yeye huwa wahesabu. Anahesabu wala nao wakuta kwa ibada. Na mimi nataka leo nihesabu nyinyi kuwa ndio sehemu ya madhabahu. Alafu tuanzie pale kuona ndani ya mwezi huu mwishoni tunakuwa tumefika watu, tutazaa watu wangapi? Tuanze. Huyu ni moja, huyu mbili, huyu tatu, 4, 5. Yesu, tunazama ongezeko kanisani hapa, tunazama ongezeko ya Bwana, tunazama ongezeko takatifu. Unakazabadaba, unegezegedede, unakazabadaba, unakasakatinimando, unakazabadamande, unakazabadaba shaka, unakapapapapapa, unekesegedede, unakazabadaba, unakapanama shaka, unekepepepeshede, unakazabadaba, unakapasakadaba, kila kamili za aro Bwana wewe ulisafisha, ninaomba kusafisha kwa sababu
Randagazagadaba, Yakasakababa, Regezegedebe. Neema ya uzazi, neema ya uzazi, neema ya uzazi Bwana, kwenye madhabahu yako utasaondolewa, 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 utasaondolewa. Haya ni majira ya kuzaa, haya ni majira ya kuongezeka. Baba, tunaomba upako wa uzazi, upako wa uzazi, upako wa uzazi, upako wa uzazi Bwana, upako wa uzazi Bwana. Nikibibi, nikizikibibi, yakapasha baba, yakapamwambie Bwana, nipatie neema ya mvutano, nipatie neno la kushema, nipatie neno la kushuhudia, nipatie neno la kutamka litakalopitana na watu wako, ili Mungu uongeze neema yangu ya kustawi na kuwa na utele, kwa jina la Yesu hai. Yapazagadaba, likizikidini, rakasakataba, yakaraba, jeketini, yakaparababa, ragazakataba, jekete. Katika jina la Yesu hai, ninakuita Jehova, ninakuita Jehova. Mimina roho yako, mimina roho yako juu yetu, mimina roho yako juu yetu, maana Biblia inasema nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Baba, tunaomba roho yako juu yetu kwa jina la Yesu hai. Rapasakapa, rikazagadaba, yagazagadaba, rakasokotipi, rindaskataba, legezagabada, razazia baba, lepaskatapa. Mwambie Bwana, mwambie wiki hii nataka nizae mtu mmoja wa faida kwenye madhabahu yako. Mwambie Bwana, nipe mkutano na mtu mmoja nitakayemwambia habari za ufalme wako, atakayenielewa na kunisikiliza, na nimlete. Hiyo neema naiomba hapa leo, hiyo neema naiomba hapa leo, na kesho nianze kumtafuta. Mwambie Bwana, nipe neema ya muunganiko kati ya mimi na mtu ambaye nitamwambia habari zako. Hata kama watakuwa watatu, Bwana ni sawa, lakini nipe mmoja aliyesimama kwa kila wiki. Mwambie Bwana kwa jina la Yesu hai. Radazobezaliataba, lakazekebebashata, radhaziataposhekebe, kwa jina la Yesu hai. Rapapapapapa, yakapashakatata, rikesekedepe, yakazagadaba, rindikipasata, rinazagadaba, yakashakatepa. Mwambie Bwana, nipake mafuta, nipake mafuta, nipake mafuta, nipake mafuta ya kukuletea watu, ya kukuletea watu wa faida, watu wa faida, watakao kuwa ni watumishi wako, watakao kuwa ni watenda kazi wako. Kila watakapotenda kazi yako ikainuliwa, ufalme wako ukatukuzwa, nami nitapata sehemu ya thawabu ya hiyo kazi niliyoipenda, kuvuna mavuno katika nyumba hii, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inua sauti yako. Mungu wa milele, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu kwa kutubarikia neema ya uzao, neema ya uzao, neema ya uzao, neema ya uzao. Tumepokea neema ya uzao, neema ya kuzaa kwa jina la Yesu. Amen. Kitabu cha Isaya 43 mstari wa 4. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo utaenda kuomba kumwambia Mungu, nipatie neema ya kuzaa. Just do so. Nataka kila asiye na ushuhuda, kadada, njoo mlembo wangu, njoo na vitu vyako, njoo na kila kitu, njoo kabisa, njoo kabisa, njoo mtoto mzuri. Si ukae hapa leo nakuona sasa. Amen. Isaya 43 mstari wa 4 anasema hivi. Nataka uangalie kitu hapa kitakachosababisha wewe na utele vero. Kama kuingia kwa kitu. Na asante. Anasema hivi, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Yaani Mungu anatoa watu, wewe kazi yako ni kukutana nao na kuambia twende. Ni chapu. Wewe kitu uliomba, mwambie Mungu, wewe umeahidi utatoa watu kwa ajili yako. Sikiliza. Anasema hivi, nakupenda kwa sababu nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo watu unaowaleta hapa kanisani sio kwa ajili ya maisha ya madhabahu, no, ni kwa sababu ya maisha yako. Anasema hivi, ngoja nirudie. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako.
Unataka maisha yako yang'are? Ai, watu Mariamu. Nimesemaje? Weka, yani ombea hiyo kitu. Usiache omba. Mwambie Bwana nisaidie. Nataka mimi kustawi. Nataka mimi kuongezeka. Nahitaji mimi kunawiri. Nahitaji kuona matokeo. Nipe neema sasa ya watu na kabila za watu waje katika utukufu wa nyumba yako, ili maisha yangu na mimi yawe bora, yawe mazuri, na Mungu atakufanyia. Kwa kuna vitu unatakiwa hapa kuviombea. Unatakiwa uombe Mungu akupe neema ukutane na mtu. Umwambie Yesu anakuita. Njoo twende. Ukiona amekuja na akasema nimependa kanisa, nimependa maombi, nimependa neno la Mungu, unajua huyo tayari kusema vile ameanza kutengeneza nini? Faida kwa ajili ya maisha yako. Kazi yako sasa ni kufuatilia ili umwagie maji yaliyo hai, apate kustawi. Anapostawi wewe unaongezeka kwenye mavuno. Amen. Ya jinsi ya Mungu. Amen. Umenikatalia. Sasa kwa nini uombe? Zaburi 2:8. Kwa nini uombe? Unaomba ili upate kibali juu ya yale yote ambayo unayadhimia ndani yako. Chochote unachokitamani ama unataka kukifanya, usipokiombea hakitafanikiwa. Niamini. Zaburi 2:8. Sio umefika? Msome. Anasema uniombe. Unasikia hicho kitu? Si unataka watu walete kwa Yesu ili uwe expert. Tako expert kwenye mji huu. Anasema uniombe. Yaani Mungu wako, ani ukimuomba akupi tu mtu. Akupi tu watu, anakupa mataifa. Maana yake ni nini? Utakuwa hapa, umeomba watu. Fungua tu Facebook. Anapita mtu hapo wa Ethiopia. Anakulike. Anakutumia hai kwenye messenger. Ukisema hai, anasema nimepata kibali kwa ajili yako. Unakaa wapi? Nakaa Tanzania. I say utakuja Tanzania. Mwambia karibu sana. Amina. Anakuomba utaratibu kwa Tanzania. Shangaa ghafla. Niko kwenye ndege. Yaani hata unakuwa amini. Anakwambia niko Nyerere. Namwambia mimi nakaa Mwanza unga. Yaani nakutana naye. Kumbe ni muujiza wa maisha. Nitakupa mataifa. Sasa sasa uniombe. Ufanyeje? Kwenye kwenda kuzaa usiende tu. Uombe. Juma moja. Jumatatu mpaka Jumamosi. Unakuwa umepata mtu? Hata yale mambo ya kuongea sana. Ni mtu umpike mtu mmoja. Na Jumapili uje naye. Ukija naye Jumapili, ili andiko nitakuwa ninalisoma kila Jumapili. Kila Jumapili. Na baadaye naweza kulisoma hata baadaye naweza kulisoma. Alafu yule hata uliyemleta naye anajua kumbe mimi nitakata na kuondolewa kama sizai. Kwa hiyo mkiondoka yeye anaenda kuzaa mwingine. Huyo uliyemleta anaenda kuzaa mwingine. Alafu na wewe sini kwa wiki unazaa mwingine, na wewe kwa wiki unazaa mwingine. Kwa hiyo unakuta wewe kwa neema ya Mungu familia uliyoanzisha mtu mmoja ambaye Jumapili utakuja naye kwa mwezi mmoja mnaweza kuwa watu hata 40. Amen. Sasa watu 40 nyumba ya Mungu sitatukuka. Sifa za watu wengi zitakuwa ni kubwa kwa ajili ya Bwana. Mungu atafurahi. Akifurahi anaanza kuangalia ni nani aliyetawi kwenye mzabibu huu. Anagundua ni nani? Ni wewe. Kazi yake ya kwanza anakusafisha. Kazi ya pili anakupa mataifa. Unazaa. Nitakupa mataifa. Uniombe. Amesemaje? Uniombe. Nami nitakupa kuwa urithi wako. Sasa wanaweza kuwa sio mataifa wa Kongo, Rwanda na Burundi na Kenya. Wakawa ni mataifa ya wasio mcha Bwana, wale wasioamini. Mimi naamini. Ukifanikiwa